Na mtazamaji, unaendelea nami Pauline Mvungi kwa upande wa habari za biashara na uchumi. Karibu. Vyama vya akiba na mikopo nchini SACCOS vimetakiwa kuimarisha mifumo ya usimamizi na pamoja na kutoa huduma zinazoridhisha kwa wanachama ili kukabiliana na ushindani wa soko uliopo kwenye sekta ya fedha. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua zaidi. Jitahidini sana kukabiliana na ushindani uliopo kwenye soko la fedha. Jiulize kwa nini mwanachama anakuja kukopa kwako. Ukiona mwanachama anakimbia anaenda kukopa nje, anaacha SACCOS yake, lazima viongozi mjiulize shida ni nini. Mkimalisha mifumo mizuri ya kiusimamizi, lakini vile vile mkitengeneza udhibiti wa ndani mzuri, basi wanachama wengi mtawapata, wataongezeka kila mwaka. Ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Elia Richard, akieleza namna soko la fedha lilivyo na ushindani, maelekezo ambayo anayatoa wakati wa mafunzo ya ushirika kwa wanachama wa chama cha akiba na mikopo Masile. Mbali na hilo, akavitaka vyama vyote mkoani humo kuimarisha matumizi ya tehama. Bila mifumo ya tehama, wakati mwingine taarifa zinakuwa na changamoto nyingi sana. Akichokuwa na mifumo mizuri ya tehama, maana yake ni kwamba hata wizi, ubadhilifu na matumizi badala ya fedha unaweza ukayagundua mapema. Lakini sambamba na hilo, endeleeni kutumia mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, mfumo wa MUVU. Endeleeni kutumia ule mfumo ambao utatusaidia sisi kupata taarifa. Nawasihi vyama vya SACCOS na vyama vingine vya ushirika kutumia mifumo ya tehama, kuondokana kabisa na ule utaratibu wa zamani wa kuandika kwenye kadi na kumbukumbu zinakuwa haziwezi kupatikana wakati wote zinapotakiwa. Tehama imerahisisha sana utendaji wangu wa kazi. Naweza kupata taarifa kwa wakati. Nikitaka taarifa idadi ya wanachama, nikitaka hisa tuna jumla kiasi gani, nikitaka kujua akiba za wanachama, mikopo, nikitaka kujua taarifa yote, tehama imenisaidia sana. Mwenyekiti wa bodi ya chama cha akiba na mikopo Masile akaeleza kwa nini wanachama wake wanapatiwa mafunzo. Lengo ni kutaka kujua ushirika ni nini. Tunataka kujua haki yao na wajibu wao katika chama cha ushirika. Kwenye mafunzo ya leo nategemea kuongezewa ujuzi especially kwenye eneo la uwekezaji. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel TV. Wana ushirika wilayani Babati katika mkoa wa Manyara wamekiri kuwa mfumo wa stakabadhi za ghala umeleta ukombozi katika uhifadhi na upatikanaji wa masoko ya mazao yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Kuringe Mongi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti na kituo hiki wilayani Babati, wanaushirika wa chama cha msingi Matufaa walikuwa na haya ya kusema. Chama toka kimeanzishwa, kuna vitu mbalimbali ambavyo tumpata manufaa navyo, na zaidi stakabadhi ghalani ndio imekuja kutuletea mapato zaidi. Maana serikali nadhani ilibinu ikatoa jengo letu likawa liko kwenye mfumo. Kwa hiyo kwanza kulima mpunga, nikileta hapa na hifadhi mpunga wangu unakuwa salama salimini, tofauti na wanavyohifadhi nyumbani, panya wanasumu wanakula mpunga, kwa hiyo unapungukiwa na mpunga ukiwa nyumbani. Lakini kihifadhi mpunga unakuwa ni rahisi kuwa na usalama wa mpunga. Aidha, wanaushirika hao wakakiri umuhimu wa kutolewa elimu ya ushirika kwa kuwa wengi wao hawana elimu hiyo na hivyo kutojua nguvu za kiuchumi zilizopo kwenye ushirika. Sisi ni elimu ya kusema tuingie wapi, tukafanye nini, na mwanzo sisi kwa uelewa vyama vya AMCOS kutoka huko nyuma tulikuwa tunaona ni SACCOS ndio inakopesheka, lakini AMCOS haiwezi kukopesheka. Ila sasa wakati tumeingia kwenye Rivaco tumejua kwamba hata Matufa AMCOS ina uwezo wa kukopesheka. Tatizo lililoko kwa wanachama wengi, wananchi walio wengi, ni kwamba elimu ndio chache. Kwa hiyo namna ya kuhifadhi huku inakuwa ni shida. Anaona kama akihifadhi huku anakuwa na ile mambo ya zamani, ushirika wa zamani, kwamba mwenyekiti anaweza akatuibia fedha zetu. Mbali ya kuhifadhi mazao ya wakulima, ushirika huo wa Matufaa una mashine za kisasa za kuchambua na kukoboa mpunga na hivyo kuwa sehemu ya chanzo cha mapato kwenye ushirika huo.
Baadhi ya wafanyabiashara wa viazi mbatata katika soko la Majengo jijini Dodoma wamesema kupanda kwa bei ya zao hilo shambani kumesababisha kushuka kwa mauzo, huku wateja wakilalamikia bei kuwa kubwa na kuiomba serikali kuchukua hatua kudhibiti hali hiyo. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Wakizungumza na Channel 10, wafanyabiashara hao wamesema kupanda kwa bei ya viazi mviringo shambani kumeongeza gharama za uendeshaji wa biashara zao, hali inayowalazimu kuuza kwa bei ya juu ili kurejesha mtaji, jambo linalosababisha kupungua kwa wateja na kuyumba kwa biashara kwa ujumla. Wateja wetu ambao walikuwa kuja kila siku kununua viazi wanalalamika bei iko juu na wateja hawanunui. Kwa hiyo ile biashara tulikuwa tunauza angalau kwa siku gunia moja, ile gunia moja unauza siku 3. Nakuta kiazi kinauzwa 150, 140. Ukija kuuzia mteja bei ambayo ikupe ile 150 ili upate chochote kitu, wateja wakubali. Kwa hiyo mwisho wa siku vinaishia kuharibikia. Walikuwa kununua gunia moja ununua 50,000 shambani, lakini sasa hivi gunia imefika 100,000, 110,000, 115 kwa hiyo ya shamba. Kwa hiyo kwa transport mpaka likifika hapa inatuia vigumu hata si jinsi ya kufanya biashara. Kwa upande wao, wauzaji wa chipsi wanaeleza namna wateja wao wanavyolalamika kupungua kwa vipimo. Yaani sisi kutokana na swala la kupanda kwa viazi na tugharimu sana, maana hapa wateja wanalalamika viazi tunawekea vichache kutokana na sisi tulivyopandishwa bei ya viazi. Gunia sasa hivi inauzwa 170,000. Kwa hiyo yani inatukosti sana kuhusu swala hilo. Sasa hivi ninapoongea na wewe viazi sasa hivi inauzwa 150,000. Kwa hiyo kwa mtu ambaye kiukweli hayuko vizuri, labda kuna sehemu alikuwa labda anachukua sehemu, labda alikuwa anaazima viazi ndio anafanya kazi, wake inakuwa changamoto. Na unakuta sehemu nyingi hata watu wanafanya biashara hizi ndogo ndogo hawezi kufanya kazi. Makamu mwenyekiti wa soko kuu la Majengo Bwana Fred Gelson anaeleza mchango wa uongozi wa soko hilo katika kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa na kuhakikisha wauzaji na wanunuzi wananufaika kwa haki. Kwa sisi kama wafanyabiashara, kama viongozi wa soko, tumekaa na wafanyabiashara hao wanaofuata mazao, na ndio maana sasa hivi unakuta kwamba tunajitahidi kutoa kiazi Mbeya, na kutoa kiazi Njombe, na kutoa kiazi Moshi, ili tu kukabiliana kwamba tuweze kupata chakula cha kutosha ili bei ziweze kushuka. Naam, asante sana Roda Simba kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za biashara na uchumi. Tuende kwa ajili ya mapumziko mafupi, tutarejea kwa upande wa habari za michezo na burudani. Atakuwepo hapa Eden Bahati. Asante.